kanisa la nyumbani, litukusanya na kulitafakari neno la Mungu. Kusali pamoja na kusaidiana katika shida mbalimbali. Kusali pamoja na kusaidiana katika shida mbalimbali. Ndugu mpenzi mtazamaji, tumsifu Yesu Kristo. Na kushukuru kwa kujiunga nasi kila wakati kama siku ya leo katika kipindi chetu cha Jumuiya Kuu. Ni matumaini yetu kuwa unaendelea kujengeka kiimani, hasa leo tunapokaribisha uweze kujiunga nasi tunapotafakari neno la Mungu katika jumuiya ndogo ya Mtakatifu Petro inayopatikana katika kanisa dogo la St. Ignatius of Loyola, Ruiru Prison Training College. Hivi leo tunakutana kwa nyumba ya Bwana Nabii Basilio Kihara, ambao tunashukuru Mungu kwa kutupa nafasi hii tuweze kutafakari neno la Mungu. Jumuiya hii ilianza na Wakristo waumini wa Katoliki ambao ni askari jela wanaofanya katika chuo hiki cha mafunzo. Kama tunavyoelezwa na mwenyekiti wa jumuiya hii, walikuwa waumini wachache, ila siku hizi wamewaruhusu waumini kutoka nje ya chuo hiki ambao wanashiriki nao katika kutafakari neno la Mungu. Tunahimizwa tuendelee kujiunga na waumini wenzetu, manake ni muhimu kabisa kwa sababu licha ya kujengana kiimani, pia tunaweza kushirikishana mambo ambayo yanatusaidia tunapotafakari pia matatizo na furaha zetu katika familia. Mimi ni ndugu Nicholas Osuka na ningependa kukaribisha tuende kushiriki pamoja katika jumuiya yetu ya leo. Karibu mpenzi mtazamaji. Kusali pamoja na kusaidiana katika shida mbalimbali. Enyi wanawe, tumtolee salamu, tumshangilie. Salam, salam, salam Maria. Salam, salam, salam Maria. Kwa jina la Baba, na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waumini wako, uwashe mapendo yako, peleka Roho wako na zitaumbwa upya na nchi itafunguka. Bwana wangu, utafungua mdomo wangu na ulimi wangu utakusifu. Mungu, kumbuka kunisaidia, unisaidie sasa hivi. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, usamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, Mungu wa mbinguni na duniani, na kwa Yesu Kristo mwanawe wa pekee Bwana wetu, aliyetungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu, siku ya tatu akafufuka katika wafu, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi. Toka huko atakuja kwa hukumu wazima na wafu. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa mwili na uzima wa milele. Amina. Utuongezee imani. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Utujaze neema. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Tujalie matumaini. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu,
sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. twasifu siku zote. Yesu, Maria na Yosefu, Ee Yesu wangu, tusamehe dhambi zetu, tuepushe na moto wa milele, ongoza roho zote mbinguni, hasa wale waliohitaji zaidi huruma yako. Matendo ya utukufu, tendo la kwanza. Yesu anafufuka. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Matendo ya utukufu, tendo la pili. Yesu anapaa mbinguni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako mbarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Matendo ya utukufu, tendo la tatu. Roho Mtakatifu anawashukia mitume. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako mbarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Matendo ya utukufu, tendo la nne. Bikira Maria anapalizwa mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Matendo ya utukufu, tendo la tano. Bikira Maria anavikwa taji mbinguni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako mbarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. tuwasifu siku zote. Yesu, Maria na Yosefu, Ee Yesu wangu, usamehe dhambi zetu, tuepushe na moto wa milele, ongoza roho zote mbinguni, hasa wale wanahitaji zaidi huruma yako. Salamu Malkia, mama mwenye huruma, uzima, tulizo na matumaini yetu. Salamu tunakusihi ugenini hapa sisi wana wa Eva, tunakulilia tukilalamika na kuhuzunika bondeni kwenye machozi. Haya basi, mwombezi wetu, utuangalie kwa macho yako yenye huruma, na mwisho wa ugeni huu utuonyeshe Yesu mzao mbarikiwa wa tumbo lako. Ee mpole, ee mwema, ee mpendelevu Bikira Maria. Sali pamoja na kusaidiana katika shida mbalimbali. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako Bwana. Yohane 15 mstari wa kwanza hadi wa 8. Yesu aliwaambia wafuasi wake, mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha, ili lizidi kuzaa. Nanyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya ile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi la kunyauka. Mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sifa kwako, Ee Kristo. Sali pamoja na kusaidiana katika shida
Tumsifu Yesu Kristo. Kulingana na somo la leo, Yesu anatuambia yeye ni mzabibu na sisi ni matawi, na anatuambia kabisa ya kweli, tukikosa kukaa ndani yake hatutaweza kuzaa matunda. Na ni ukweli, kama wewe hautashikana na Yesu, ukitembea mienendo yako na kuishi kwako na kukaa kwako, kama Yesu hatakuwa ndani yako na wewe ukuwe ndani yake, matendo yetu yote yatakuwa bure, sababu hatakuwa akikuongoza. Na usipoongozwa na Yesu, ni kumaanisha ile mambo yote yenye utakuwa unafanya ni ya bure. Kwa hivyo somo la leo linatuonyesha ama linatuhimiza tujaribu kuua ama kumleta Mungu kati yetu kwa matendo yetu yote, kwa familia zetu, kwa jumuiya zetu na hata kwa kazi zetu. Mahali popote tutakapokuwa, tuweke Yesu karibu nasi na tumwalike kwa kila jambo. Na pia katika maisha yetu kuna vile tumeitwa kama binadamu, huwa tunafananishwa na tawi ambalo liko katika mti ambao unazaa matunda. Na ni majukumu gani haya ambayo yanastahili kuonyesha kama sisi wa Kristo kwamba tunastahili kuwa mazao mema ama tawi ambalo liko katika ule mti ambao unapeana matunda mazuri ama matunda mema. Na ndiposa hapa tunaambiwa kwamba lolote lile ambalo tufanyalo na yoyote yale ambayo tunanena yawe ya mazao matunda ambayo ni matunda ambayo yanaweza kulika, yawe yanatii na yanakubaliana na jamii. Pili, huwa yana mvuto kwa wenzetu. Na ndiposa hapa tukitaka kuchumuika, tumepewa kwamba mzabibu ni mti ambao tunaujua kibinadamu ama tunauona kwamba unatoana matunda ambayo ni mzabibu. Sali pamoja na kusaidiana katika shida mbalimbali. Baba, tunakuja mbele yako jioni ya leo Jehova, tukisema hakuna mwingine kama Baba. Unastahili sifa na kuabudu Jehova. Asante kwa siku ya leo Jehova, umetuamsha Jehova na umetufikisha mahali hapa tukiwa wazima Jehova. Tunakushukuru, tunakuinua Jehova. Jioni ya leo tunakabidhi familia zetu Jehova. Tunaomba Yesu wangu Jehova, utupe upendo kwa familia zetu Jehova, utupe umoja Jehova, utupe amani itokayo juu mbinguni. Juu ndio Mungu wetu. Baba, tunakuomba. Bwana, tunakuomba utusikie. Tuombee vikundi vya kanisa. Baba wa milele, tunakabidhi vikundi vyote vya kanisa mikononi mwako, tukianza na jumuiya, hasa jumuiya ya St. Peter, vikundi vya wanaume CMA, vikundi vya kina mama CWA, youth na hata PMC, ili Baba mwema, kwa vitengo hivyo mbalimbali, vikundi hivyo viweze kuwa msaada na viweze kuwa vitengo vya kuhimiza na kuimarisha kanisa. Tunakuomba Baba uweze kuwasimamisha, uweze kuwainua ili waweze kujitolea katika kazi ya kanisa na hasa kuvuta wengi katika imani. Bwana, tunakuomba utusikie. Bwana, tunakuomba utusikie. Tuombee wagonjwa. Mungu wetu na Baba yetu mwema, tunajua unatupenda na pia tunawakumbuka wenzetu ambao hawajisikii vizuri, walio nyumbani na hospitalini. Mungu wetu, tunakuomba uweze kunyosha mkono wako wa uponyaji ili ukawatendee na unene uponyaji katika miili yao. Baba yetu, hata miongoni mwetu kuna wale ambao hawajihisi vizuri, pia nao tunawatumisha pamoja waweze kuwatendea Mungu wetu katika uponyaji, na hata madaktari ambao wanaowashughulikia Mungu wetu wawape hekima na maarifa waweze kutenda kulingana na mapenzi yako. Baba, tunakuomba. Bwana, tunakuomba utusikie. Tuombe kwa ajili ya wanayuthi. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tunakuja mbele zako tukisema ni asante kwa wanayuthi ambao umetubariki nao katika kanisa letu, katika familia zetu na dunia nzima. Wote tunakabidhi mikononi mwako. Wakati mwingine Baba, wanafanya matendo ambayo yanahuzunisha kwa familia na pia kwa jamii nzima. Tunaomba Baba ukawasamehe na ukawakubalie Baba waweze kujua Mungu zaidi, waweze kukubali Mungu aishi ndani yao bila wazae matunda mema.
Bwana tunakuomba utusikie. Bwana tunakuomba utusikie. Tunaomba yote kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amen. Tusali pamoja na kusaidiana katika shida mbalimbali. Tutoe sadaka kwa Mungu Baba aliyeumba ulimwengu mzima. Tutoe sadaka kwa Mungu Baba aliyeumba ulimwengu mzima. Tukumbuke kwamba ndiye aliyetupa uzima, tutoe sadaka. Tukumbuke kwamba ndiye aliyetupa uzima, tutoe sadaka. Tutoe kwa moyo mwema, tukampe Bwana, na kwa ukarimu mwema, tukampe Bwana. Tutoe sadaka kwa Mungu Baba aliyeumba ulimwengu mzima. Tutoe sadaka kwa Mungu Baba aliyeumba ulimwengu mzima. Tukumbuke kwamba ndiye aliyetupa uzima, tutoe sadaka. Tukumbuke kwamba ndiye aliyetupa uzima, tutoe sadaka. Tukumbuke kwamba ndiye aliyetupa uzima, tutoe sadaka. Tunataka kujua historia ya mtakatifu somo wetu ambaye ni Mtakatifu Petro. Wale tunakumbuka Mtakatifu Petro wakati Yesu alimaliza kujaribiwa na shetani kwa jangwa, alitokea na akaanza kuhubiri. Alianza kazi yake, na mtumishi wa kwanza ambaye alipata alikuwa Petro. Petro alipatikana wakiwa na ndugu yake Andrew wakivua samaki. Yesu akawaita na akawaambia waachane na hiyo kazi ya kuvua samaki, waende waanze kumtumikia. Petro hakurudi nyuma, alifuata Yesu. Na hapo ndio tulitoa mtakatifu somo wetu. Tukiangalia mienendo ya Petro kwa Biblia, kwa mafundisho yake yote, alikuwa anafuata Yesu kila mahali, alikuwa mtumishi wake. Petro pia aliambia Yesu anamuombea kikombe kilicho mbele yake kisiweze kumpata wakati Yesu alikuwa anaenda kusulubiwa. Huyu Petro pia alikuwa ameambiwa na Yesu atamkana mara 3 kabla ya jogoo kuwika, na hiyo ikatimia. Na bado ukikumbuka vizuri, Yesu alikuwa ameambia huyu Petro juu yake, ama alikuwa nickname mwamba, na akamwambia juu hiyo mwamba atajenga nini? Kanisa. Kwa hivyo hata katika udhaifu wenye tunaona wa Petro kiimani kidogo, inatuonyesha pia hata Mungu anaweza chagua wenye ni wadhaifu kumfanyia kazi yake. Na pia tunaweza kumbuka kifo cha Petro. Aliuliwa namna gani? Aliuliwa kwa njia ya kusulubiwa msalabani, kichwa yake ikiangalia chini kule Roma, na mahali alizikwa saa hii ndio imejengwa basilika ile kubwa zaidi duniani, mahali popu anafanyia sherehe zake ama misa zake, mahali popu anaishi, hapo ndio kaburi ya Petro iliwekwa. Kwa hivyo kwa ufupi, hiyo ndio historia ya mtakatifu somo wetu. Tusali pamoja na kusaidiana katika shida mbalimbali. Jumuiya ilianza mnamo mwaka wa 2006, lakini wakati ilikuwa inaanza haikuanza kama jumuiya. Ilianza tu kikundi cha watu wenye walikuwa wanashiriki kanisa, walikuwa wanaishi pamoja karibu, walikuwa wanafanya hapa, na wakaona badala ya kutoka kwa kanisa alafu na kwenda kazi zao,
wakatenga masaa kidogo ya kwenda kuomba pamoja kama kikundi tu, wakiwa walikuwa wafuasi watatu wa hili kanisa letu. Mkikumbuka vizuri wakati huo tulikuwa na hili kanisa hapa, tulikuwa wenye walikuwa wanashiriki pande ile nyingine kwa hofu. So walikuja na wakaungana pamoja na wakatengeneza hiyo kikundi ya watu watatu, ambayo ilikuja baadaye ikakuwa kubwa na ikazaa hii jumuiya ya St. Peter. Hii jumuiya ilitoka kwa hiyo watu watatu mpaka wakati huu ambao tuko na watu 48. Mnamo mwaka wa 2016 hapo nyuma hatukuwa tunahudumia watu kutoka upande wa nje. Tulikuwa tuna watu wenye walikuwa wanaishi huku ndani. Kuanzia pale kwa mlango kukuja hivi, hapo ndio jumuiya yetu ilikuwa imeshika. Lakini tukaanza kupata wageni kutoka upande wa nje. Kutoka hapo jumuiya yetu iliweza kuongezwa hiyo eneo ya wageni wote wenye watakuwa wanatoka upande wa nje, waliambiwa watakuwa wanajoin jumuiya yetu. Kwa hivyo wakati huu tuko na wageni zaidi ya 7 kutoka upande wa nje. Kwa hivyo sasa tunashika upande wa nje, tunashika medical quarters, tunashika hapa hii White House na upande huu wa senior quarters. Kwa hiyo muda wenye tumeishi tumekuwa tukifanya mambo tofauti. Kwanza kama maombi yetu tumekuwa tukikutana kwa nyumba ya kila mmoja wetu. Kila Sunday tunaenda kwa mmoja wetu, Sunday nyingine tunaenda kwa mwingine. So tunakutana kwa maombi, hatujai kosa kukutana. Kusali pamoja na kusaidiana katika shida mbalimbali. Namba 2, huwa tunafanya kazi za kutenda. Huwa tunatembelea wagonjwa, huwa tunatembelea watoto ama watu wasiojiweza. Na sana kama tumeweka hema hapa kwa watoto kwa hapa Tilizanuzo. Hapo tumeenda mara kadhaa. Pia tumetembelea watoto wengine hapo wanaitwa watu wa maana. So kila mwaka tunakuanga na jambo tunafanya. Kwa upande wa kujikuza kiimani, tumekuwa na safari za kwenda Subukia Shrines kwa muda. Tumeenda mara 2 sasa. Pia kuna mwaka uliopita tuliweza kutuma mshirika mmoja Uganda kwa Uganda Matters, akalienda na akarudi vizuri. Tumekuwa na ubatizo, watoto ni wengi. Sidhani kuna mtoto mwenye ako hapa mwenye hakikisha hiyo umri ya kubatizwa mwenye hatujapea ubatizo, na bado hata wengine wanajiandikisha. Tumebatiza, tumepeana kipaimara kwa watoto na watu wazima, na pia hata ndoa. Tukikumbuka mwaka uliopita wa 2017 tulikuwa na wanandoa 5 wenye walifunga ndoa kwa hii jumuiya pekee yake. Kwa hivyo ni jumuiya imekuwa ikienda kwa ile njia nzuri, na pia tunaomba Mungu tutaendelea kukua hata na sakramenti nyingi zaidi. Kusali pamoja na kusaidiana katika shida mbalimbali. Wewe mwenye uko nyumbani unashiriki kanisa lakini jumuiya wendi, nitakwambia kanisa huwa inaanza kwa nyumba yako, kutoka hapo inaenda kwa jumuiya, kutoka kwa jumuiya sasa ndio tunaenda kwa ile kanisa kubwa ambayo ni kusanyiko la jumuiya kadhaa. Kwa hivyo ningekuomba na nikusihi, jumuiya ni kitu ya maana sana. Hapo ndio unaanza kukua imani yako, ndio uipeleke sasa kwa ile kanisa kubwa. Mkristo nakwambia, hudhuria jumuiya, penda jumuiya na ujenge jumuiya. Kusali pamoja na kusaidiana katika shida mbalimbali. Mpenzi mtazamaji, kwa mara nyingi huwa tunapata visababu vya kutohudhuria jumuiya, kusema kuwa tuna majukumu mengi. Hivi leo tumepata changamoto ambapo watumishi hawa wa serikali wameweza kutenga muda wao ili kuweza kutafakari neno la Mungu. Kwa mara nyingi tunadhania kuwa maaskari wako mbali sana na Mungu, ila leo tunamshukuru Mungu kwa kuweza kutufikisha katika nyumba hii ya Bwana Kihara,
Leo tumeona kuwa wametenga muda wao kutafakari neno la Mungu. Hivyo basi Mkristo tumepewa changamoto, nasi pia ambapo hatujajiunga na jumuiya iliyoko karibu nasi tuweze kufanya hivyo. Maana yake ni jambo jema la kuweza kutujenga kama familia moja ya Mungu. Na kushukuru sana kwa kuweza kushiriki nasi siku ya leo. Ungana nasi pia Jumapili ijayo muda kama wa leo, tuweze kuendelea kutafakari neno la Mungu, tuweze pia kushirikishana, kutambua matatizo ambayo tunayo sisi kama familia ya Mungu, tuweze kujengana na tuweze pia kuendelea kupendana na kushiriki neno la Mungu kwa pamoja. Shukrani zetu ziwaendee wanajumuiya wote wa Jumuiya Mtakatifu Peter kutoka hapa kanisa la St. Ignatius Loyola, na pia wale ambao wanashiriki jumuiya kama hii katika vyuo vingine vya mafunzo. Tunawahimiza kuwa muendelee kufanya hivyo na Mungu ataweza kuishi na kukaa katikati yenu. Shukrani zetu zingine zimuendee Padri Peter Kimani ambaye ndiye chaplain wa prisons hapa Nairobi kwa kutupa fursa hii tuweze kushiriki na wanajumuiya hawa katika chuo hiki cha Ruiru Prisons Training College. Mwenyezi Mungu akubariki. Mimi ni ndugu Nicholas Osuka na kushukuru sana, natumai pia utaweza kujiunga nasi Jumapili ijayo. Ni muhimu kuwa Mkristo uweze kukumbuka kuhudhuria jumuiya, kupenda jumuiya na kujenga jumuiya. Mungu awabariki. Kanisa la nyumbani, tukusanya na kulitafakari neno la Mungu. Kusali pamoja na kusaidiana katika shida mbalimbali. Kusali pamoja na kusaidiana katika shida mbalimbali. Mitume wa zamani walivyokaa pamoja, tuwapo pamoja.